Naitwa Solomoni Jones Itunda, nipo mbele yenu nikimwakilisha mkuu wetu wa mkoa Wakili Beno Malisa. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye imempendeza kusanyiko hili kukutana mahali hapa leo. Sisi ni wanadamu, huwa tunapanga mambo mengi, lakini anayetimiza mipango yetu tunayoipanga yote ni Mwenyezi Mungu. Lakini pili, ni kushukuru sana Baba Askofu wetu wa kanisa letu la KKT, Baba Askofu wetu wa kanisa la Moravian, lakini katibu wetu mkuu wa CCT, lakini pia mwenyekiti wetu wa CCT Taifa pamoja na timu yako kwa kuamua kuleta kongamano hili katika mkoa wetu wa Mbeya. Tunayo mikoa mingi katika taifa letu. Mlikaa, mkatafakari, mkapima vigezo, mkaomba kwa Mungu, Roho wa Mungu akawaongoza kwamba mwaka huu 2026 tarehe 28 mwezi wa pili kongamano hili likafanyike Mbeya. Ninawashukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu. Lakini kana kwamba haitoshi, naomba nitumie nafasi hii kwa maandalizi mazuri ya kongamano hili. Ndugu zangu washiriki, wahenga walisema ukiona vyaelea jua limeundwa. Naomba nitumie nafasi hii kukupongeza sana Baba Askofu wa kanisa letu la KKT Kondo, lakini pia Baba Askofu wa kanisa letu la Moravia, katibu mkuu wa CCT, lakini pia mwenyekiti wetu pamoja na timu yako CCT Taifa. Mmefanya maandalizi mazuri sana ya kongamano hili. Hongereni sana. Kina mama si tu wana hamasa na Yesu, si tu wana hamasa na Mungu, bali wamependeza sana. Hongereni sana. Naomba niwasilishe salamu za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nyie ni mashahidi na kwaya zimeimba hapa, lakini viongozi mbalimbali wetu wa kiroho wamezungumza. Rais wetu ameendelea kuwa karibu na kanisa na makanisa na CCT. Rais wetu ameendelea kushirikiana kwa karibu na viongozi wa dini. Rais wetu ameendelea kutambua mchango wa viongozi wa dini katika maendeleo ya taifa letu. Tumeshuhudia kupitia makanisa yetu tunafanya mambo makubwa sana ya kutoa huduma za kijamii kwa wananchi wetu. Ninapozungumza na ninyi mnafahamu kule kaskazini tuna hospitali ya KCMC. Hapa Mbeya kupitia Moravian tuna chuo hiki, chuo cha Tego, na mimi ni zao la chuo cha Tego, nilisoma kule Tabora. Lakini pia tuna chuo kikuu Tumaini, pia mimi ni zao la chuo kikuu Tumaini Sekomu, zamani kilikuwa kinaitwa Sekuko, kule Lushoto, Tanga. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kuwaambia wana CCT kwamba rais wetu yuko pamoja na ninyi, anatambua mchango wenu, ataendelea kuwapa ushirikiano usiku na mchana ili kazi ya Mungu isonge mbele. Baada ya kumaliza kongamano hili, liende kuondoa roho za chuki katika mioyo yetu ili upendo utawale katika jamii inayotuzunguka. Kupitia kongamano hili, naomba litusaidie kufuata ile dini safi tulioambiwa na Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yakobo. Anasema hivi, dini safi ni ile ya kuwaangalia wagonjwa, ya kuwasaidia watu ambao
wana mahitaji, lakini pia ya kuwasaidia wajane na yatima. Kuanzia tarehe 27 mlianza semina mbalimbali za kujifunza neno la Mungu, lakini leo asubuhi mmetoka na maandamano kule Kabwe mkaja hapa ndani, lakini kupitia mama zetu mbalimbali tumeshuhudia watu wametoa shuhuda mbalimbali za maisha ya ndugu zetu wa huko Nigeria. Tumeshuhudia wajane, yatima, watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, wanavyokosa ushirikiano, wanavyokosa usaidizi kwa waumini na watu wengine wanaowazunguka. Naomba nitumie nafasi hii kukazia mambo haya. La kwanza ni waombe washiriki wa kongamano hili la leo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Baada ya kumaliza kongamano hili, liende kuondoa roho za chuki katika mioyo yetu, ili upendo utawale katika jamii inayotuzunguka. Kupitia kongamano hili, naomba litusaidie kufuata ile dini safi tulioambiwa na Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yakobo. Anasema hivi, dini safi ni ile ya kuwaangalia wagonjwa, ya kuwasaidia watu ambao wana mahitaji, lakini pia ya kuwasaidia wajane na yatima. Ni matumaini yangu baada ya kumaliza kongamano hili, tutakaporudi kule nyumbani, wale wa Kilimanjaro, wale wa Arusha, wale wa Tabora, wale wa Katavi, sasa wataenda kuishi ile dini safi inayompendeza Mungu ya kuwasaidia watu wenye mahitaji na wale ambao ni yatima pamoja na wajane. Kupitia mafundisho kwenye kongamano hili, yatusaidie kudumisha amani katika maeneo yetu, kuzipenda familia zetu, kuwatunza waume zetu na kuzitunza familia zetu. Biblia inasema mtu asiyewajali wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Haiwezekani ukawapenda watu wa nje ili hali watu wako wa ndani. Amezungumza hapa mama yangu vizuri sana, mwenyekiti wangu yule ameeleza sana. Wapo baadhi ya kina mama wapo tayari wanaenda kupiga deki nyumbani kwa mchungaji na mwinjilisti, na viongozi wetu wa dini wanatusisitiza sana kwamba kabla, hata kwenye YouTube na mitandao mingine, kabla hujaenda kupiga deki kwa mchungaji, anza kwanza kuhakikisha kwamba nyumbani kwako pamekaa vizuri, mzee wako amependeza, mzee wako anang'ara, mzee wako mnapendana, watoto pamoja na familia kwa ujumla. Kongamano hili likabadilishe maisha yetu. Lakini kupitia kongamano hili tushirikiane kwa pamoja kupiga vita ukatili wa kijinsia, hususani kwa watoto na kina mama. Jambo hili lipo kwenye baadhi ya maeneo, kwenye baadhi ya jamii tunakoishi. Tunayo mikoa 13 viongozi wameshiriki kwa kongamano hili. Ni matumaini yangu kila mmoja atakayetoka hapa na kudhamiria kwa dhati kwamba tunaenda kufichua watu ambao wanawakatili watoto wetu, wanawakatili kina mama, lazima hii shida iishe kwenye taifa letu. Lakini pia niwaombe mama zangu, kupitia kongamano hili litusaidie. Tumeelezwa hapa na neno kuu la leo kwamba mizigo yote tumpelekee Yesu. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tupeleke changamoto zetu zote kwa Yesu leo. Sitegemei mtu atoke na mzigo hapo mlangoni. Mizigo yote tuiache hapa, kwa sababu neno la Mungu linasema wanapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, na mimi nitakuwepo. Maana yake ni nini? Yesu yuko hapa ndani. Kwa hiyo kama umekuja na mzigo wa fitina, uache hapa ndani.
Kama umekuja na mzigo wa chuki, uache hapa ndani. Kama umekuja na mzigo wa masengenyo, uache hapa ndani. Kama umekuja na mzigo wa uzinzi, uache hapa ndani. Kama umekuja na mzigo wa kusema uongo, uache hapa ndani. Hapa ndani Yesu atauchukua. Ukitoka hapo nje utakuwa mwepesi kama karatasi. Ndugu zangu, kupitia kongamano hili litufanye tuwe na mabadiliko makubwa kiroho.